Karibu kwenye channel hii ya Nuhu Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Habari zenu na karibu tena kwenye Nuhu Online TV. Mimi ni Nuhu Godfrey John na leo tutazungumzia kitu kilicho kwenye vichwa vya habari, yani P-Network. Sio tu tunazungumzia kuhusu P-Network kwa jumla, bali pia tutazungumzia jinsi inavyoweza kubadilisha uchumi wa nchi za Afrika Mashariki, hata kama uko Tanzania, Kenya, Uganda au sehemu nyingine yeyote. Video hii ni kwa ajili yako, ngoja tuanze. Hebu tuelewe kwanza P-Network ni nini. P-Network ni sarafu ya kidijitali ambayo unaweza kuchimba moja kwa moja kutoka kwenye simu yako ya mkononi. Ndiyo, umesikia vizuri, simu yako, tofauti na sarafu nyingine kama Bitcoin na Ethereum ambazo zinahitaji vifaa vikubwa vya gharama kubwa. P-Network inakuja na suluhisho rahisi. Unachohitaji ni simu yako ya mkononi na mtandao wa internet. Hii ni fursa nzuri kwa watu wa Afrika Mashariki ambapo upatikanaji wa huduma za kifedha za jadi bado ni changamoto. Kwa nini P-Network ni muhimu kwa Afrika Mashariki? Sasa hili ni swali ambalo linajiuliza, kwa nini P-Network ni muhimu kwa Afrika Mashariki? Katika mikoa ya Afrika Mashariki kama Kenya, Tanzania na Uganda, hizi ni nchi ambazo upatikanaji wa huduma za benki ni changamoto kubwa, hasa maeneo ya vijijini. Lakini huku watu wakitumia simu nyingi, P-Network inaweza kuwafanya watu kushiriki katika uchumi wa kidijitali bila haja ya kuwa na akaunti ya benki. Hii inamaanisha kwamba kila mtu anaye na simu anaweza kuwa sehemu ya mabadiliko haya. Faida sasa za P-Network kwa Afrika Mashariki. Hebu tuangazie faida kubwa ya P-Network kwa watu wa Afrika Mashariki. Urahisi wa kuingia. Unahitaji simu tu, hakuna vifaa vya gharama kubwa kama vile kwa Bitcoin na Ethereum. Ujumuishaji wa kifedha sasa. Kwa watu wengi wa Afrika Mashariki hakuna njia ya kupata huduma za kifedha za benki. P-Network inatoa njia rahisi ya kuwa sehemu ya uchumi wa kidijitali. Inahusiana na fedha za simu, sawa? Kwa kuwa sasa tunajua jinsi ya kutumia M-Pesa na mifumo mingine ya fedha za simu, P-Network ni rahisi kuelewa na kutumia, na pia inaweza kufanya kazi na mifumo hii. Baadaye ya P-Network Afrika Mashariki sasa, kwa baadaye, kwa nini P-Network inaweza kuwa na athari kubwa kwa Afrika Mashariki? Miamala ya kidijitali. Biashara za mitaani, sawa, zinaweza kuanza kukubali P-Network kama malipo. Hii itachochea uchumi wa mitaani na kusaidia biashara ndogo kukua. Fedha za uhamisho sasa. Kwa sasa watu wengi kutoka nchi za Afrika Mashariki wanatuma na kupokea fedha kutoka nje. Ikiwa P itakubali, itapunguza gharama za uhamisho wa fedha na kuongeza ufanisi wa miamala ya kimataifa. Kuunda ajira sasa. Kama ilivyo kwa aina nyingine za teknolojia, P-Network inaweza kuwa chanzo kipya cha ajira. Watu wanaweza kuwa wanachimba P-Network au hata kuanzisha biashara zinazohusiana na P-Network. Changamoto sasa za P-Network katika Afrika Mashariki. Kama ilivyo kwa kila teknolojia mpya, P-Network pia inakutana na changamoto. Hapa ni baadhi ya changamoto zinazoweza kutokea sasa. Sheria za kifedha. Hali ya sheria kuhusu sarafu za kidijitali Afrika Mashariki bado haijawa wazi. Kwa hiyo serikali lazima zijifunze na kuzingatia sheria zinazohusu sarafu za kidijitali ili kuhakikisha pia inafanya kazi kwa usalama. Elimu ya watumiaji sasa. Watu wengi sarafu za kidijitali bado ni jambo geni, hivyo ni muhimu kuwaelimisha watu kuhusu jinsi P-Network inavyofanya kazi na faida zake. Thamani ya P-Network. Kwa sasa P-Network ina thamani ya $1 tu, sawa? Na imeshaorodheshwa bwana kwenye market cap pale, iko trending. Kwa nini sasa uanze kuchimba P leo? Sasa hili hapa ni swali kubwa ambalo wewe unaweza kujiuliza. Jibu ni rahisi, ndio. Kama hujajiunga na P-Network sasa ni wakati mzuri kuanza. Ingawa thamani yake imeshaingia sokoni sasa, mtu anaweza kwenda kuinunua. Watu wanaofanya trading anaweza kwenda kuinunua kwenye exchange ambazo zimeorodheshwa sasa. Asante kwa kutazama video hii. Kama umejifunza kitu kipya, tafadhali bonyeza like, share na subscribe ili usikose video zetu zijazo. Tuendelee kujifunza pamoja kuhusu sarafu za kidijitali na jinsi ya kuzitumia katika maisha yetu. Pia tafadhali fuata kwenye mitandao ya kijamii
ili kupata taarifa za haraka kuhusu P Network na nyinginezo. Asante, na ukiwa na maswali yoyote kuhusu P Network au sarafu za kidijitali, tafadhali acha maoni yako hapa chini. Niko hapa kusaidia. Kwa hivyo tutaonana kwenye video ijayo. Asante.